Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hivi leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam wameitaka serikali kuingilia kati na kudhibiti ongezeko la biashara holela ya nyumba za kulala wageni katika maeneo yasiyo rasmi maarufu kama guest bubu. Wakizungumza na Kurasa, wakazi hao wamesema kuwa maeneo hayo sasa yanapoteza hadhi yake na kuwa vijio vya vitendo visivyofaa kwa jamii vinavyohatarisha usalama wa watoto na familia kwa ujumla. Wanafunzi wanashindwa kwenda mashuleni, wanaenda kujifikia kwenye hizo guest bubu. Lakini kungekuwa kuna gesi ambayo ya halali imehalalishwa, wanafunzi akifika pale getini, yule mwenye gesi hawezi kumruhusu mwanafunzi aingie. Lakini gesi za mitaani, gesti bubu hizi, ni rahisi kumchukua yule mwanafunzi. Hata kijana ambaye alikuwa mdogo haruhusi kuingia gesti, anaweza kaingia. Kila pakicha, kila leo nyumba za wageni zinafunguliwa bila kufuatilia taratibu zozote. Hadi makelele hatari sana. Anaweza kuingia kwenye nyumba gesi bubu, inaweza kutokea madhara ya aina yoyote, kama kupata madhara ya kufa au madhara ya aina yoyote. Anaweza kuumwa, mwenye nyumba anaweza kushindwa kujitetea kwa sababu ni gesi bubu. Tuendelee na Kurasa. Halmashauri ya Manispaa ya Musoma inadaiwa kukibambikia kesi ya madai ya shilingi milioni 1 kikundi kidogo cha kijamii cha Twinwane Group chenye makazi yake kata ya Mwisenge, Manispaa ya Musoma, mkoani Mara. Wakizungumza na EATV, wana kikundi hao wamesema kuwa kesi hiyo imewadhalilisha na kuwafedhehesha kifamilia na kijamii na kuitaka halmashauri kuwasafisha kutokana na tuhuma hiyo, huku afisa maendeleo ya jamii wa Manispaa ya Musoma akijibu katika kikao cha baraza na kusema hali hiyo bambikiwaji kesi ilitokana na afisa ufuatiliaji wa mikopo hiyo kuwa mgeni katika ofisi. Yaani kwenye jamii hatueleweki. Tumeonekana sisi wa mama ambao tunatapeli. Hata katika majumba yetu tu tunaonekana ni wa mama ambao hatueleweki kabisa kwamba tunatapeli. Tulikuwa tunaomba halmashauri ya manispaa ituangalie. Niongee wazi kwamba hili jambo linatakiwa liwekewe uzito wake, kama ni kuombwa radhi wale watu waombwe radhi. Kwa kweli hili jambo lilotendewa wakina mama sio zuri. Kitendo cha kuwapeleka mahakamani kwamba wana pesa ambayo wanadaiwa wakati ambapo hawadaiwi si kitendo ambacho ni chema. Mimi kama mwakilishi wa wananchi, ni jukumu langu kuhakikisha kwamba watu nao waongoza wote wanapata haki zao wakati wowote. Haiwezekani halmashauri ambayo ina wataalamu ukapeleka majina ya watu wanaodaiwa bila kujiridhisha. Kwa hiyo kwangu mimi naona ni fedheha kwa halmashauri yangu. Twinwane Group haikopeshwa mkopo, ila kilichotokea ni changamoto kwa afisa maendeleo ya jamii anayekaimu kata ya Mwisenge. Yeye aliona Twinwane Group akakipelekea kile kikundi ambacho hakijakopeshwa. Tumalizie Kurasa kwa hili. Abiria, madereva na makondakta wa daladala wameeleza kuchoshwa na tabia baadhi ya watu wanaopanda daladala na kuanza kutoa mahubiri bila ruhusa, wakisema kuwa tabia hiyo inavunja haki ya abiria wengine kupata utulivu. Wakizungumza na Kurasa, wameeleza kuwa tabia hiyo iliyoota mizizi katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam imegeuka kuwa kero kubwa kwa watumiaji wengine wa usafiri huo wa umma unaowakutanisha watu wa imani tofauti. Kibinadamu, kisheria ndio au mambo ya dini hapo, ila inatakiwa mtu asende pale akapiga kelele kwenye gari, anawabuguzi watu wengi kwenye gari kwa sababu watu wana stress zao, wengine wameamka vibaya, huwezi jua. Sawa, tunakubali wanatangaza neno la Mungu, lakini sio kwenye gari, kwa sababu kwenye gari kila mtu ana imani yake. Umeona? Na sisi baba taifa akatuachia kwamba kila mtu abudu anavyotaka yeye. Umeona? Nchi yetu inaturuhusu. Mwingine Muislamu, mwingine Mkristo, mwingine Mromani nini. Kwa hiyo unavyoingia na imani yako, unaona, unakuja kutangaza kwenye gari, kwa hiyo unakuwa unatengeneza vita. Mjini kila mtu jua na nchi yake ya kupata hela. Kuna mwingine anatoa neno la asa, bora hata wale wanaopanda anatoa neno ukiwa kipofu. Lakini mwingine mzima, alafu jue pale anapomaliza kutoa neno lake, anaposhuka anakuambia sasa tuchangiane. Tumekufungulia na kufungia Kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia Kurasa, na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea Kurasa kwa hivi leo, jina langu ni John Lawrence Lupokela. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV.
Kurasa.